Tamuingiza Mudathiri haya. Kuna mechi ilikuwa anacheza na anahitaji kiungo mkabaji, ndio huyo kazi chafu Damaro. Lakini kwa jinsi ambavyo anacheza Mudathiri na nimemtizama kwenye mechi hizi mbili ambazo amezicheza za mwisho, bado performance yake iko chini kwa sababu ametoka kwenye majeraha. Kwa hiyo pale sasa hivi Mudathiri anawashiwa tochi hivi. Unajua tochi ya maaskari wa Nliu tochi za maaskari wa kwenye meli. Inapiga hapa na Kibaigu, hapa na Kigamboni na kumulika. Ndio anamulikiwa sasa hivi Mudathiri kwenye macho. Babu, we nani? Tujuane hapo. Ndio anafanya hivyo na anakuchezea machoni. Ukizubazubana kupiga risasi umuone. Ndio anachoambiwa sasa hivi Mudathiri na Damaro anamulikiwa hivi. Niko babu hapa. Kwa hiyo sasa hivi Mudathiri ongeze mazoezi. Kuna zile mechi ambazo zitamhitaji yeye kiungo mshambuliaji kuvusha mstari wa kati kwenda juu, lakini kuna muda mwingine hayo majukumu Damaro anawafanya. Na ndio maana first ya Young Africans alikuwa anapiga pasi nyingi sana katikati mwa kiwanja. Damaro ndio kwa anaanzisha mashambulizi ya first half. Fuatilia vizuri mashambulizi ya first half. Yalikuwa anaanzia katikati mwa kiwanja na pembeni kwa Shedrack Kiboka, kidogo kwa Alan Okello, lakini sio sana. First half hiyo walibaini kwamba Dieng katikati pamemshinda, Malo anatia katikati pamemshinda, wakawa wanapasua pale Damaro na Duke Abuya wanapiga zile pasi, Baka anapiga pasi katikati, Mwamnyeto anapiga pasi katikati, Mwamnyeto anampasia pasi Damaro anavusha juu mstari wa kati. Baka anapiga pasi katikati Damaro anavusha mstari wa juu kwa Okello kule kulia. Kwa hiyo uti mama Young Africans first half ulikuwa katikati mwa kiwanja ambapo waliwavuruga Ahali wakachanganyikiwa, lakini baada ya kuruhusu bao dakika za jioni za kipindi cha kwanza, kipindi cha pili kocha wao akabadili plan ya kwenda kukabiliana na Young Africans. Cha kwanza wasawazishe bao usomeke 1-1, alafu apumzike. Kama Young Africans wakiendelea kuwashambulia wasiruhusu bao jingine, lakini nao pia washambulie kwa kushtukiza, ikiwezekana wapate alama moja, licha baada ya kufanikiwa. Na ndio maana mechi walikuwa wanashangilia kwa sababu walikuwa ndani ya plan yao, wameenjoy kupata alama yao moja. Kwa hiyo Young Africans plan yao second half ndio ambayo ilifeli. Ametoka Depo ameingia Dube. By the way, ametoa striker ambaye alikuwa ana matumizi mengi ya nguvu kwa sababu haina mabeki ambao wako pale. Anawanyima uhuru, sio? Akamtoa kwa sababu plan yake first half imeshafeli, akamuingiza mshambuliaji ambaye ana rotate, anazunguka kule juu kuwatoa wale mabeki ambao Dube akitoka na mtu anatengeneza space ya mtu mwingine kupita. Plan yake ndio ilikuwa hiyo. Lakini Dube plan yake ya kuingia kwa muda huo ikafanikiwa, lakini mtendeaji kazi Dube mwenyewe ndio ambaye alifeli kwa sababu kuna nyakati Young Africans wamefika kwenye box pale, wanamwekea pasi Dube maybe hayupo au wanamwachia mtu. Kuna moja nafasi nzuri kabisa Dube akamwachia jua nyuma kuna Pakome. Ilikuwa wazi kabisa hiyo kufunga. By the way, si unaelewa? Sasa kama umeaminiwa kwenye mchezo, wewe ndio mshambuliaji wa mwisho pale juu au mshambuliaji kiongozi. Alafu tumeshamtoa Depo ambaye alikuwa anang'ang'ana na wale mabeki wa Ahali. Tumekuingiza hiyo kwa ajili ya kuwafungua phase yao, wafunguke, waache spaces watu wengine wazitumie, hiyo faida kwa timu yako. Alafu wewe unapata nafasi huwezi kuzitumia. Hatuwezi kumlaumu kocha, tutakulaumu wewe kama striker. Na mimi nakwambia kitu kimoja. Umeona Yanga hii inavyocheza? Yanga hii haina kumsubiria mtu. Dube kama ingii kwenye basi la Young Africans anaondoka. Basi linamwacha stendi. Yaani kama Dube ingii kwenye basi la Young Africans, basi linamwacha stendi. Wanaondoka wanaume. Wanaondoka kama kipanga. Mashaula. Wanaondoka yani hawakusubiri kwa sababu Depo akiwaka kibarua kwa Dube namba 1. Alafu ni namba 9 lakini kila mtu ana sifa zake. Huyu sifa yake kwenye zile mechi ambao mabeki wanakabia sana, matumizi ya nguvu, wanakungangania sana. Ukimuingiza huyu anaweza kuwachosha wale watu wengine wakatumia nafasi. Dube mzuri kwenye kushuka chini, kudrop, kuchukua nafasi mipira, kupeleka kwa watu wengine na kutafuta naye chumba, kurotate. Faida yake. Kuna mechi zingine zinahitaji nguvu. Uweze kumkumbuka Dube, utamkumbuka Depo. Kama akiingia Depo akafunga, kuna mtu akukusubiria Dube ambaye ukiingia unakosa nafasi. Unamwangalia mtani striker tumekuamini kukaa pale juu, unamtizama mtu. Kama hayupo tukulaumu nani? Ndicho ambacho kimetokea. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo Young Africans ilivyocheza hivi, imecheza vizuri mno, na nimekwambia kwa performance ya Young Africans leo na wachezaji ambao wako Young Africans hakuna kwenye nchi. Yanga sasa hivi nguvu yake yote anaikusanya kwa mchezo wa mwisho wa nyumbani dhidi ya JS Kabylie. Huo mchezo ndio ambao utatoa maamuzi Yanga anakwenda ama haendi, kwa sababu anahitaji alama 3 only. Akizikosa hapo akipata moja, maana yake mchezo wa mwisho akafe kule kamkamue Mafua Farabat. Na ni ngumu kumkamua Mafua kwake kule. Wana figisu nyingi sana kwa kwao. By the way, akishinda bana JS Kabylie, akaenda kule kutafuta draw, walete kati Yanga na Ahali wale wanaondoka. Na maswali mawili kwanza.
Ili la kwanza ni kuhusiana na pale katikati. Kuhusiana na swala la Damaro, ameonekana kuwa bora sana kumzidi Mudathiri Yahya. Tunaweza kusema usajili wa Yanga dirisha dogo umekuwa ni usajili mzuri sana kuliko dirisha kubwa, kwa maana ukimwangalia Okello ametiki kwenye kikosi cha kwanza, ukimwangalia Damaro pia ametiki kwenye kikosi cha kwanza, lakini ukiangalia wale wote waliokuwa wamesajiliwa dirisha kubwa kidogo upepo wao kwa mzuri Checheme. Umeona kuna wachezaji watatu waliosajiliwa dirisha dogo, kwa maana ya Depu, Okello pamoja na Damaro. Alafu Damaro anaonekana kuwa ni namba 6 matata sana, ambaye anaweza kukaba na kufanya bato zote. Unaona nafasi ya Mudathiri Yahya bado ipo? No, sasa hapo ni viungo wawili ambao wana sifa mbili tofauti. Kuna mechi tulikuwa tunacheza unamhitaji kiungo mshambuliaji, tamuingiza Mudathiri Yahya. Kuna mechi tulikuwa tunacheza unamhitaji kiungo mkabaji, ndio huyo kazi chafu Damaro. Lakini kwa jinsi ambavyo anacheza Mudathiri, na nimemtizama kwenye mechi hizi mbili ambazo amezicheza za mwisho, bado performance yake iko chini kwa sababu ametoka kwenye majeraha. Kwa hiyo pale sasa hivi Mudathiri anawashiwa tochi hivi. Unajua tochi ya maaskari wa Nliu, tochi za maaskari wa kwenye meli. Inapiga hapa na Kibaigu, hapa na Kigamboni na kumulika. Ndio anamulikiwa sasa hivi Mudathiri kwenye macho. Babu, we nani? Tujuane hapo. Ndio anafanya hivyo, anakuchezea machoni. Ukizubazubana na kupiga risasi umuone. Ndio anachoambiwa sasa hivi Mudathiri na Damaro anamulikiwa hivi. Niko babu hapa. Kwa hiyo sasa hivi Mudathiri ongeze mazoezi. Kuna zile mechi ambazo zitamhitaji yeye kiungo mshambuliaji kuvusha mstari wa kati kwenda juu, lakini kuna muda mwingine hayo majukumu Damaro anafanya. Yaani kuna muda Damaro anavuka mstari wa kati, anapiga pasi zake, yani unaziona kabisa yes. Yaani anapasua kwenye phase ya mpinzani, unaiona kabisa kweli shimo lile pale, anapiga pasi shimoni. Ambacho kitu pia Mudathiri anakifanya. Sasa hiyo nao mbaya. Alafu pacha wake Duke Abuya wale washatengeneza combination, wanajuana. Kama akitoka Duke Abuya Damaro uko chini. Kama Damaro ametoka Duke Abuya angoja kuswitch chini. Hiyo ndio partnership. Sasa hicho kitu kitakuja kumtafuna Mudathiri, kwa sababu hao watu wakienda back to back hivi michezo 4-5 inakuwa timu fulani iko very strong. Akiingia Mudathiri ataenda kuitibua ile partnership. Mmoja atakuwa enjoy kuondoka na mwenzake, au mwingine atakuwa enjoy kuondoka na mwenzake. Kwa hiyo kutakuwa kuna tatizo fulani kwenye hiyo timu. Lakini kwa kutumika kila mmoja na nafasi yake kwenye mechi yake, lakini kazi zingine hizo za Mudathiri Damaro anazifanya. Ndio maana mimi mzee wa media anakuwa na wasiwasi. Ukiona kazini kwako yani, au ngoja tumeachana masuala ya kazi. Ngoja tu mfano. Ukiona labda umepanga pahala, si ndio? Bado unakaa ndani. Alafu dalali amekuja anamuonyesha mpangaji mwingine chumba bado hujaondoka, unajua sio chako. Si umeelewa mfano? Yaani umepanga chumba hapa, sawa? Haujahama, dalali kameta mteja, unajua chumba sio chako. Muda wote ndio taka ashiwa Mudathiri na Damaro. Kwa maana uko na mimi kwamba usajili wa dirisha dogo umekuwa strong sana kuliko usajili wa dirisha kubwa. Yes. Damaro tiki, Okello tiki, Depu tiki. Well good. Yanga amefanya sajili wachezaji wameongeza na winga mwingine babu. Nasikia anakimbia kama pikipiki. Tuisilia Kisinda akasoma. Anaitwa Buba Jemen. Huyo mwanaume anakimbia kama kimbunga. Unajua kimbunga? Huyo Buba anakimbia kama kimbunga, si kionekani, anakimbia kama kimbunga. Huyo mwanaume ni winga, typical winga, natural wa kulia. Anafunga, anatoa na assist. Msimu wa 2023 2024. Sawa? Amecheza mechi 10. Winga huyo ametoa assist 3, amefunga mabao. Msimu jana 2025 2026, si ndio? 24 25. Sawa? Ametoa assist na amefunga. Msimu huu ambao Yanga wamemchukua amecheza mechi 7 tu. Mwanaume ametupia kama moja. Huyo jamaa anakimbia kama kimbunga. Buba Jemen anakimbia kama kimbunga. Ukimguga umuone. Yaani uzuri, yani huyu mchezaji ambaye Young Africans wamempata, wamemsajili direct Angola. Sawa? Angola pale wamemchukua tip kama kimbunga, wamemchukua tu kipanga, wameondoka naye. Hakuna kuna watu wanavizia statistics siju kumtafuta. Yaani imekuwa kama tumepigwa ndoige. Hakuna sisi tetesi kumgugo kumjua Yanga kwanza atamsajili nani. Wao tu walikuwa wanajua ati Yanga anachukua Mpanzu acheza namba 8. Subiri kwanza. Unakumbuka kipindi wamemletea Ikua?
Yanga watu kwa sema Mpanzu anakuja. Nikamwambia Mpanzu anacheza namba 8 Jangwani. Sasa wewe ndio kabla wewe ndio mshika mipira wa Yanga unaambiwa Mpange Mpanzu unampanga namba 8. Kwanza yani inakuwa namuweka kidogo sabu na nili. Hata sabu akai, yani kuna sabu akai Yanga Afrika. Sabu anakaa bwana. Sabu si 7 na kupangia sawa niweke mic. Na kupanga sabu si 7 na kupangia. Winga Maxi. Winga Pakome. Okelo ndani. Depo. Sabu Dube amekaa. Tunaanza sabu asitoweka Dube. Unaelewa? Sabu ya kiungo mmoja hapa, Mudathiri. Wangapi hao? Wawili. Sabu ya Diara kipa. Msheli. Wangapi hao? Watatu. Sabu ya Naniliu huku bega kushoto kama kaanza Zimbo kaanza Boka. Mmoja yuko nje. Wangapi hao? Wanne. Sabu ya beki wa pembeni kama kaanza Jobu, Israel yuko nje ama Kibwana Shomali. Wangapi hao? Watano. Sawa. Sabu ya mpaka nachanganyikiwa. Hapa usisahau kwamba Maxi. Ndio Maxi. Winga huyo. Unaelewa? Yanga ana mwenga ngapi? Kuna wewe Kimbunga unamweka hapo. Yuko nje anasubiri. Ndio Pakome. Kuna mtu anasubiri hapo. Unampanga namba 8. Sababu umweki hayo kwenye PS kuna ile sababu ya kwanza, sababu ya pili, sababu ya tatu reserve. Sababu chini huku ndio unamweka Mpanzu. Mechi za Dodoma Jiji, mechi za TRA, mechi za unakumbuka kuna wenga mlisema anakimbia kama pikipiki. Kangalombo Pereira. Hivyo msie mkasema na huyu. Sasa Kangalombo, yani Kangalombo yule tulisila kisema kwa muona tulisila kwa kukimbia. Mara mbili yake. Lakini Kangalombo amekuja kipindi kibaya. Yaani Kangalombo amekuja sehemu tayari watu washakula. Yaani mfano unaenda kwenye shughuli watu washakula alafu umechelewa nataka msosi siwezi kupata. Ndicho ambacho amekuja Kangalombo. Kangalombo amekuja Yanga ishawaka. Kwa hiyo paka wakusubiri huo muda hawana. Huyu kifaa ambacho kimesajiliwa Yanga Afrika jana Kimbunga anakimbia. Kwanza umuoni. Mimi nakwambia kuna watu watapimwa umri. Sikuna watu wanadanganya age. Yeye miaka 21 bila Simba. Sikuna watu wanadanganya age. Mimi sinakwambia. Atakuja kwa pima umri ule. Watu watakuja kutapika dagaa. Ushakutoka na mtu out anakuambia baby nimeshiba. Akamwambia hamna bwana nimeshiba afu akanywa bia mbili akaanza kutapika makande. Kuna mtu atakuja kutapika. Mimi nakwambia ogopa sana ule jamaa. Ni anakimbia hatari. Kwanza anasikiliza afu mwepesi. Wewe sikuna uzuri mambo haya hadharani. Yanga sana rudi babu hapa anacheza game mtamuona. Ngoja tu. Okay kuna mtu akasema Okelo sijui afko bala yake simeliona. Depu mechi ngapi? Mechi 2 goli 3. Damalo mbonge sijui kibonge watu kwa mfuatilia Singida jamaa. Hivi jamani mwe mnaangalia na mpira watu kwa mfuatilia Damalo Singida. Kuna watu sasa hivi Damalo wanamuona Yanga Afrika. Hii kumbe kuna mchezaji Mwamba yuko anazima tangu Singida vile hapa Damaro Mulischuku. Tunaelewa? Helsi ana akili ya kuachana na Aucho kwa sababu age. Yaani Yanga Afrika sio sema kupata mafao, kuja kuchukua mafao pesa za uzeeni. No, hicho kitu hakipo. Yaani Yanga Afrika zote una umri kubwa uje kuchukua mafao. No. Lazima ufanye kazi, tukuone performance yako ndio utapata pesa. Ndicho ambacho anakifanya yule mwanaume Engineer Helsi. Amesafiri umbali mrefu mpaka Angola, kamchukua Kimbunga. Mimi nakwambia uzuri hivi vitu vinaishi na tuandikii mate wino si upo. Utaona kwenye game pale. Labda Yanga KMC imefunga labda acheza labda Samuel wapi. Yule mwanaume anakimbia mimi nakwambia unaona Kimbunga, unaona Kimbunga kionekani. Unaona upepo ile. Unaona upepo? Utasema naona mzamini naambia unaona maneno yangu. Mimi nikwambia nilikuwa naongea by the way. Okelo jamani mpaka yule nimejibatiza jina. Manake nimeona mbali. Mimi siwezi kujibadilisha jina la Tweka Butu. Tweka anatumia muda mwingi kupanda juu ya meza kukata viuno. Anacheza mayenu. TikTok ana trend yeye. Tweka gani? Nani Mutale? Tweka sasa Tweka gani? Yuko wapi kwanza? Sijui. Sijui. Tweka anapata yani paka unapata muda wewe kukata mayenu. Huo muda unatoa wapi? Bangalie Pakome muda wote kwa mazoezini na jamaa yake anamfanyisha mazoezi na trainer wake. Anakaa huko yani mazoezi ya kwa fiti miguu misuli Israel mwendo kwa mazoezini Yanga Afrika za watu paka nimemsahau Mzize kumbe naye yupo Jangwani unampanga ngapi nani Mpanzu wako
Sasa lazima Mpanzu anaanza yule ujue. Sasa nakwambia Mpanzu mwenyewe hata Simba aanzi. Sasa hivi Simba hii. Walibase. Yaani kuna mtu atakuona hivi umechanganyikiwa ni. Yaani mwanzishe Mpanzu Libase uweke bench. Kuna mtu atakayekuelewa sasa hivi. Tumalize mzee Mile, tumalize. Sasa tumalize na hili. Kesho Simba anawakaribisha Esperance de Tunis. Na wana kisasi chao. Hawana alama ujue wale, wana alama hawana alama kiufupi. Anasiai Laila Nyoka. Si kama alisema hivyo yai la nyoka livunjiki. Ndio Simba anayo. Anasema paka anamaliza michezo. Yeye bado anabaki na yai lake la nyoka. Kesho wachezaji wameapa. Mguu wa shingo, mguu wa roho. Toki mtu kesho. Nimeona paka wamesoma kisomo mwanangu. Soma kisomo? Wamesoma kisomo Simba. Watu wamekaa kisomo maana yake wanataka mchezo. Yaani zile usda za wajawalana, mashetani yote yamekufa, wameshasoma kisomo. Maana yake wanataka mchezo. Kodi na uvumba. Fedheha. Mimi nakwambia Simba anaweza kashinda mechi zote 3 akawa na alama 9 lakini haendi. Kundi lilivyokaa Simba anapata alama 9 na haendi. Simba ili atoboe, ashinde, awaombe wengine wafungwe. Anayeongoza na 7. Sadio Mane. Pedro Luanda na 4. Tunaelewa? Yeye wa mwisho kwa na 0. Anashindaje? Haya sawa, unashinda na 3, yule akishinda anakuwa na 10. Unaendaje? Alafu na huyu wa 4 akishinda. Anakuwa na 7. Wewe unaendaje? Yaani kundi la Simba, yani ndio maana Simba zao wanachokitafuta ni kupata tu kuondoa aibu. Basi. Kumaliza kwenye makundi ukiwa umetaga yai ni aibu. Ni sasa umsomeshe kijana wako anashika nafasi ya mwisho hapo unamsomesha kwa ada nyingi kweli. Anakutia aibu. Ndicho ambacho anakifanya Simba. Wamesoma kisomo leo. Masheo wamekaa jana. Wamesoma kisomo kwa ajili ya Simba kupata ushindi. Na hata wamekula nyama. Hapo atakuja mtu watu wamekaa visomo kuondoa usida zote mashetani. Atakuja mtu yeye na goli anapaisha. Atakuja mtu watu wamekula kisomo, atakuja mtu yeye na goli atoe pasi anapaisha. Au anapiga jua anaenda kushangilia. Kama akanikera kweli yule kijana. Sio kwa ajui maskini ya Mungu. Wewe umepaisha umekula mnazi huko. Unaenda kushangilia. Una haya, jitu zima. Ifike pahala wachezaji wa Simba watambue Simba ni timu kubwa jamani. Simba Afrika hii hakuna anayemfikia Simba. Simba ni jian timu. Simba back to back miaka 4. Simba jamani, ukisema Simba jamani kuna watu watatemeka huko. Lakini sasa hivi Simba kila mtu anamtamani Simba kutana naye. Mimi nakwambia ile dabi ingepigwa sasa hivi. Kun fayakuni hapa si ingekuaje? Aibu.